Ilikuwa ni siku ya utambulisho wa ndoa yake, lakini mara ghafla walikuja watu wakamchukua haraka, yaani kumteka, na ile ndoa ikaharibika. Lakini majamaa wale walikuwa si watu wabaya, kumbe walikuwa ni marafiki zake wakaendelea kumsurprise. Haya, alimaliza engagement, alirudi hapo moja kwa moja nyumbani kwake akiwa amelewa, lakini mara ghafla katika swimming pool anaona mtu amedondoka, lakini mtu huyu alimshangaza. Maana yake alikuwa anang'ala na kuwaka kiajabu. Jamaa akaamini macho yake ama kitu ambacho anakiona, lakini aliposogelea karibu na ule mwanga ukazidi kupotea taratibu, lakini alimuona mtu Misri mwenye mabawa, na huyu mtu alishindwa kumdefine vizuri hiki ni kitu gani ama ni kiumbe gani ambacho kimedondoka. Ikabidi akifunue bwana. Alipokiangalia ni mwanamke mzuri sana ambaye amedondoka katika swimming pool. Jamaa kwa ujasiri na uzuri wa ule mwanamke, jamaa alijikuta nazama kimapenzi chapu kwa haraka. Ikabidi amchukue malaika yule aliyedondoka kutoka mbinguni na kwenda naye mpaka ndani na kumweka katika sofa. Lakini mwanamke katika akili yake au malaika yule alipolala pale, akawa anaona jinsi safari yake ilipotoka huko mbinguni mpaka kudondoka. Mchizi alichukua koti, lakini alipofika hapa ili madam funge blanket, kwa uzuri wa huyu malaika, jamaa alikuwa anaishiwa nguvu na akajikuta ana fall love kimapenzi. Akaona koja nimpe kwanza huduma ya kwanza, akaanza kumpiga, kwanza kumwamsha, kuanza kumshtua, na je, mapigo yake moyo yanadunda. Mchizi aliposikilizia akaona huyu bado ni mzima bwana, akaanza kumpuliza hadi kumpa nguvu mbule binti malaika aliyedondoka kutoka mbinguni. Lakini hapa binti anafungua macho yake na jamaa aamini anachokiona. Mwanamke alikuwa ni mzuri sana, mwenye nywele za kuwaka na kumelemeta. Yaani jamaa hakuona mwanamke mzuri kama huyu. Kwa uzuri wake jamaa alizidi kupagawa na kuzidi kumpenda zaidi. Anatukumbusha alipokuwa akiwa anadondoka huko na jinsi alivyokuwa anatoka mbinguni mpaka kufika hapa kwa mwanadamu huyu. Lakini jamaa alikuwa anaongea lugha tofauti ambayo binti huyu alikuwa haijui. Na dada akatoa mbawa zake juu kwa ishara kumshukuru, lakini bega lake moja lilikuwa limepata jeraha lilopelekea mpaka kudondoka. Akamshukuru mwanadamu huyu japokuwa alikuwa haelewi kitu gani ambacho anakifanya. Lakini mwanamke huyu wala alikuwa hayupo katika reaction ya mapenzi, bali ni kumkumbatia kwa kumshukuru tu. Basi siku zilipozidi kwenda, jamaa siku ya pili yake alipoamka hapa na muangalia akasema au kwa kuwa jana nimeelewa sana na nyumba nimeharibu, itakuwa ile jana usiku ni ndoto. Lakini mbele ya macho yake anamuona tena binti yule akimpa maelekezo, bwana, mimi nilitoka juu huko nikadondoka, kwa hiyo mimi hapa ni malaika. Lakini jamaa lugha yake na lugha ya binti ka tofauti, lugha gongana. Lakini siku zilizodi kuendelea, jamaa akaendelea kujipa uzoefu na binti kumzoea na kuendelea kumpa huduma kwanza. Lakini mwanamke huyu alikuwa mzuri sana na kupitiliza, ambao jamaa alikuwa anashindwa hata kuzuia hisia zake muda mwingi, akawa anataka kumnyorondomba malaika. Lakini jamani ni hatari. Jamaa akajua kaona jamani huyu malaika ubinti simuelewi, binti yenyewe ana mabawa. Akazugazuga mchizi, kabidi atoke nje. Lakini kwa uzuri wa mwanamke huyu ulikuwa unamchanganya sana. Demu malaika alikuwa haelewi moja wala mbili. Akamwambia nasikiliza, naomba utulie hapo usitoke nje, na maana watu wakikuona itakuwa gumzo hapa mtaani kutokana na mabawa yako. Lakini hapa demu wake ambaye alitoka naye kufunga ndoa au kumvalisha pete ya uchumba, macho kwa macho anamuona mchizi kaingiza demu, na demu kaona yaani wewe kumbe huko ndani una mtu na mimi hapa mimi tumetoka kuna nini. Demu akakasirika kwa hasira, kaondoa gari lake. Lakini yote kwa sababu alimuona mtoto mzuri kujishinda yeye mwenyewe. Bwana ingia ndani, umeona amenaribia, ingia ndani. Dada wana haya malaika kabidi ingia ndani. Na mchizi akaona huyu mbona kama nimemuuzi hivi, kwanza acha niende kwanza nikamwombe. Lakini kutokana yule ni malaika, ajui kukasirika, ajui chochote, akaendelea kumpa furaha jamaa, kumwelekeza. Lakini ilipofika siku moja, marafiki zake wakaja wakagonga mlango kwa wingi. Mwanetu wale machizo walomteka, picha kiwa inaanza. Akaona malaika, ngoja nikufiche bwana. Akamwagaga pale, akamwambia mkaji fiche. Basi katoka huko nje kualizisha masuala yake. Bwana, hebu tondokeni hapa mbali na nyumbani kidogo. Machizo wakazuga, wakaingia ndani kwa sababu wanamjua shemeji yao, wakaanza kumtafuta ile madu amtanie. Lakini kila waliposaka na walipopekua hawakuona chochote. Jamani humu hamna chochote. Lakini mara ghafla kwenye kitanda kinaonekana kitu kikichezesha miguu, na mwisho wa siku wakamzuia. Na walipofungua shuka lile wakaona mwanamke ambao hata wao nguvu zimewaisha. Mwanamke alikuwa ni mzuri kupitiliza. Mwanamke alikuwa mzuri ambaye alikuwa anahamasisha. Na baada ya siku akatoa mbawa zake. Jamaa akaona huu ni nini tunachokibeba? Akamwambia bwana, jamani kama hivyo mmevyojionea, huu ni malaika, lakini kwa hiyo msiseme, kwa hiyo inabidi tumbe msaada. Machizi hao kwa sababu wana akili nyingi na wasikiliza, huu tukimtumia vizuri, tukienda kuonyesha washindishwa habari, tutapata umaarufu mkubwa na tutajiingiza kiasi cha pesa. Kila mtu ana wazo lake kichwani kwake, ili mradi maisha yake apate kuendelea. Jamaa akawa mkali sana, na siku hiyo akashindwa kuzuia hisia zake za hasira kwa marafiki zake ambao anawapenda. Akamwambia jamani, ili swala naliendo mwenyewe,
mkuta kwangu, ili swala nitalimaliza mimi kama mimi. Sitaki msaada wenu wala sitaki kampani yenu. Mchizi alifoka sana kuambia maswaiba zake kwa sababu washaanza michongo ya tamaa. Haya, hawakuishia hapo, na bila kujua kitu gani ambacho kinaenda kutokea, machizi hawakukata tamaa. Jamaa aliporudi huku na bibie huyu na kuendelea kufanya mambo mengine, alikuja kanisani hapa kupata rehema za Mwenyezi Mungu na baraka zake na kuendelea kutubia. Lakini hapa alimwambia bidada asitoke tena nje ya gari, aendelee kutulia hapa na kumpa chakula na kumfundisha jinsi ya kula, yani mabaga, mapiza, machipsi, machokolate na nini. Anaambia bwana, hivi unakamata hivi. Lakini dada alipoona kaona hiki chakula kina mdomo, akapiga kelele kubwa sana. Mchizi akamwambia tulia, hiki ni chakula tu, wala usijali. Lakini alipoona hisia zake anaanza kudondokea pabaya kutokana na mwanamke alikuwa ni mzuri sana, akaona acha mwanangu muda apate, ningoje hapo mimi nakuja. Dada baada ya kunusa kila chakula akabidi aonje ladha. Malaika wewe sasa anaanza kujaribu kula vitu vya duniani, mwisho wa siku kanogewa bwana, alivikanyaga vibaya. Au machizi walishapanga dili bwana, twendeni tukaangalie mchizi uko sehemu fulani, tumchukue demu tuondoke naye. Na kweli walipokuja pale appointment ilipokuwa ndo vile ilivyoendelea. Haya, wakaanza kumlagai ili mradi wamteke aondoke naye. Lakini jamaa alipokuja hapa alikuta akamwambia nyinyi sote mambo yenu ya kujuana, hebu achana na demu. Wale machizi wakaondoka, siku ile zoezi lao lilifeli. Hapa dada anakuja na mbawa zake, anamwangalia mchizi hapa, lakini mchizi kila anapomwangalia huyu dada nguvu inamuisha, mawazo mengi. Dada alijua ujamaa anasumbuliwa na nini, maana mchizi anaonekana kama na matatizo makubwa ya kiafya, maana alikuwa na meza dawa, lakini mwisho wa siku zile dawa akazitupa. Akamwambia basi njoo, ikiwezekana nikupe hug la upendo ili mradi ya matatizo na kusumbua yatoke. Lakini mchizi akaona hapana bwana, mimi siwezi kuja kwa sababu jamaa anajua huyu mwanamke yeye ashampenda, asije kufanya mapenzi na malaika na Mungu akazidi kumlaani. Malaika yule alimuita, lakini jamaa alikana na akajifanya yeye haumwi tena na kujifanya yeye ni mzima. Akamwambia bwana sikiliza, mimi nilikuwa tunaangalia hapa nafanya tu mazoezi, lakini si kama ni mgonjwa ama sio kama naumwa, ila ni kitu cha kawaida tu. Tafadhali naomba ukapumzike. Yule malaika alipoona vile akaona afunge mlango, lakini akawa anafanya mazoezi kutokana na bawa lake likiwa liko bovu, na sasa hivi anaendelea kuliponesha taratibu na kuweza naweza kurudi kutoka katika mbingu lilotoka au kutoka katika sayari ya Mwenyezi Mungu ambao anaiongoza. Na jamaa kila anapomwangalia bibi anajua bawa lake muda wote litapona na mwanamke ataniacha ama malaika siku yote ataondoka. Kwa hiyo jamaa alikuwa anaogopa upweke, maana alikuwa shaanza kufall love, yani kuingia katika kisima cha mapenzi cha huyu malaika. Lakini mchizi anajikuta anampenda mwanamke ambaye ajui ametoka sayari gani, ambaye mwanamke huyu aelewi mwanamke ni nani, bila kujua mwanamke ni malaika kutoka kwa Mungu. Basi mchizi akawa ana wasiwasi, na dada alijua jambo lile na akamtuliza malaika, akamwambia tulia bwana, wewe usijali, kama jambo limeandikwa basi hakuna kitachotokea, na kama jambo limeandikwa kila kitu kitaenda sawa kama jinsi kilivyoandikwa. Haya, machizi waliporudi hapa wakawa wanapanga mambo mengi na wakampigia mchizi wao, mwanetu inakuwaje bwana kuhusu mtoko? Na machizi wakaendelea kufanya utani ili mradi kumweka sawa, huku wakaalika tena mtoko ya yeye huyu mchizi na demu wake, yani kama kuwakutanisha ili mradi waombane msamaha. Lakini mwisho wa siku dada alisubiria sana na mchizi wala kutokea. Lakini hapa mchizi yeye alikuja moja kwa moja na malaika. Haya wote ni masela mavi wamefanya huo mchezo ili mradi mambo yaharibike. Lakini mchizi hakuataki, na kwa sababu demu wake hajamwambia chochote, machizi lengo lao lilikuwa mwanamke wamteki, na mwisho wa siku akamchukulia na ule wavu wa kuvulia samaki na kusepa naye, yani ili mradi wamwachishe huyu mwanamke na wao akafanya mambo yao akapiga hela kama alivyotaka. Hapa mchizi alipapatua lakini haikuta gari linaondoka. Mwisho wa siku alishindwa kulizuia lile gari kwa sababu ni bwanadamu, na mwisho wa siku gari likamwacha chini, mchizi akadondoka. Akasema hapana, haiwezekana, mimi nichukue ndinga. Akachukua ndinga bwana, akaanza kuunganishia ili mradi kisiendelee chochote ama kisimkute chochote binti malaika ambaye ametoka kwa Mungu. Na hapa machizi wakaita mkutano, wakaitisha waandishi wa habari, na mwisho wa siku wakataka kutangaza, bwana jamani, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Watu mbona malaika yenyewe haeleweki kama binadamu? Mchizi alipokuja hapa kati ya mafuta chapu kwa haraka na kuangalia location ya machizi wake wameenda wapi. Jamaa akaelezea akaamba bwana pale mbele. Na mwisho wa siku kufika mpaka kwenye ule ukumbi akakuta watu wanamtambulisha. Yeye moja kwa moja alipoingia na gia, jamani, huyo sio malaika, ni mtu tu wa kawaida, na kama vipi mfungueni hapa tumuone. Basi bwana angalienda. Lakini dada alikuwa anaficha sura yake ili mradi alijua watamshangaa sana. Kutokana na jamaa vile hajataka kuuliza, akaanza kushambulia wenzie ngumi, kuwapiga ili mradi kila kitu kikae sawa. Watu wakaona subiri hapa, sio unatunyima hela wewe, unatukosesha hela. Jamaa kwenye kutetea malaika akatoa pigo moja akamzimisha mtu moja kwa moja. Jamaa akaona
isiwe shida, acha tuondoke. Malaika akampiga kiss kidogo. Kweli wewe ni shababi. Waandishi habari wakamwambia bwana, kwa nini sasa umekuja? Mwisho wa siku demu wake anaona ile swala live, akamwambia huu ni demu wangu mimi, mniache sasa. Demu akapatwa na hasira, akashikwa na wivu, akasema jamani, nimetoka kuolewa juzi na kila hata chakula alichokuwa nakipika nacho kikaungua. Akasema basi sawa, ngojea analolitaka litawezekana. Akachukua bwana bunduki ile ya kulia tembo, akamwambia haya, nenda kuwasambaratisha wote vipande vipande, wafilie mbali. Mchizi hapa akaona pale mtaani itakuwa jao sasa hivi, wanaweza kumbuguzu Malaika asirudi kwao. Basi alikuja naye hapa katika sehemu ya kujificha, huku akiendelea kuangalia lile jeraha ambalo la mwanamke yule Malaika ambalo limemtokea katika bawa lake. Mchizi akiendelea kusoma maisha ya hawa Malaika, ikabidi aendelee kujazajaza vitu, yani vyakula Malaika. Basi jamaa alikaa naye hapa na kuendelea kumtia moyo, lakini mbuzi na wanyama wote walimpenda sana, kwa sababu hudada alikuwa si mtu wa kawaida, yani ni kiumbe tofauti kutoka katika sayari nyingine. Na jamaa alipoangalia uzuri wa huyu mwanamke, alizidi kuchanganyikiwa na kuchoka na kuendelea kuzama katika mapenzi. Lakini kila anapomwangalia na mwana dada huyu, iko siku ataniacha, yani atapokaa sawa tu hali yake ikirudi, huyu binti anaondoka kule alipotokea. Hapa dada akiwa naoga hana moja wala mbili, jamaa akawa anachungulia na kula chabu, lakini hana budi, kwa sababu kila kitu kilichoandikwa kitatokea na kila kilichotabiliwa lazima kitimie. Dada leo anaangalia tena bawa lake, na mwisho wa siku bawa tayari limerikava, na hapa akawa na uwezo kidogo wa kuruka na kutesti mitambo na kuangalia. Akaona jamani, mimi tayari sasa hivi nishapona, ninaweza nikaanza safari ya kurudi nyumbani muda wowote, saa yoyote. Mchizi akiwa elewi moja wala mbili, dada akamtokea hapa akamwambia, hakika mimi sasa hivi nishaanza kujisikia vizuri na hapa niko tayari kwa kurudi nyumbani. Mchizi hajaamini yale maneno yule Malaika, akamwambia hapana bwana, mimi niache nilale. Basi dada akaigiza tena kama kulifunga bawa lake, ili mradi aendelee kumpa muda huyu kiumbe au mwanadamu ambaye ametokea kumpenda. Siku zikazidi kusogea, lakini dada hapa duniani si mahala pake, na mchizi alikuwa tayari ameshaanza kumzoea. Yani mchizi alisha fall love vibaya sana kwa udada, yani alikuwa haelewi la mwazini wala la mkimuswala, yani amechanganyikiwa, yuko nyanga. Basi mchizi anaendelea kumfanya maudimi maneno matamu, kumlainisha mama Tombombo, mama Nyonga Mkadiaini. Basi sikiliza bwana Maini Mafirigisi, mimi muzio nimetokea kufall love, japokuwa mpenzi wangu sasa hivi ndoa yake ama harusi yetu ama uchumba wetu sasa hivi usharibika, yote kwa ajili yako wewe, lakini najua iko siku yote unaniacha. Basi Malaika yule kwa huruma na kumwonea mchizi akamwambia, usijali, mimi kwa kuwa nimejitolea kukusaidia wewe, sina haja, vyote nitavyovipoteza ni kawaida. Ilipofika siku ya kuondoka, mchizi alikuwa anamwaga kwa maneno mengi mazuri, anamwambia hakika nimekuzoea, lakini ukienda jitahidi urudi. Lakini hapa Malaika kuna kitu anakihisi, ikabidi aondoke apotee kidogo, ili mradi apishe hili tukio liendelee. Anakuja demu wa mchizi, anamwambia bwana, mimi namtaka demu wako Kinyago anayekupelekesha wewe mbio, ambaye inakufanya mimi mpaka unisahau, anayekufanya wewe mimi usinione mwanamke, yeye ndio muone mwanamke. Basi demu akamkata kibao, akamwambia sasa nataka nikuone huo ujasiri wako na uume wako. Basi dada alipotaka kumpiga tena, yule dada akaingilia kati. Malaika akawa na mwazibu mwanamke bila yeye mwenyewe kumuona, kwa sababu kwa kuwa mwanamke Malaika haonekani, basi akaanza kumseveza. Lakini mwanamke huyu alikuja na babake na mamake, na tukio lote ambalo linatokea familia ya mwanamke wanaliona mtoto wao akiteseka. Baba akamwambia bwana, wewe mwanangu namkuta nini? Basi ikabidi amkunje kwenye kola yake vizuri tu, kumwambia bwana, hakika mwanangu jambo lolote litamtokea, hakika nakufa na wewe. Na wale machizi wake wanoko masela mavi wakaja, bwana hebu mchapa, akaanza kumchangia ujamaa kidogo, kumtia adabu yote, lakini mambo yote wanafanya kutokana na wivu. Lakini ghafla Malaika alichukia na kufanya jambo zito kwa dakika sifuri, na kuwanyoshea hawa walikuwa wanampiga yule mwanaume na kumkunja, yani wakapata baridi kali. Yani mama na yule baba wa yule mwanamke wakaendelea kuteseka na baridi kali na radikali. Malaika alimshuka taratibu na kumwangalia mchizi. Mchizi alikuwa tayari mpoteza fahamu na Malaika akaondoka. Asubuhi yake machizi walimchukua moja kwa moja wakampeleka hospitali. Masela wake wanada, sasa tushamwharibia mwanetu, ni mwanetu hata tukubali tena. Basi hapa daktari akamwambia bwana, haina haja, huyu jamaa ameshashikwa na koma, hawezi tena kuamka hapa kitandani, yani hapa ni bye bye tena babakani ama Jumakani. Basi lakini ghafla siku kwa siku Malaika yule amerudi tena kuja kumtia nguvu kiumbe, kwa sababu amemsaidia yeye mwenyewe, hakujua kama anasaidia Malaika. Alipomshika akamtoa katika koma nzito, ilibidi alale hata miaka 1000 katika kitanda hiki, lakini jamaa ameamka ndani ya siku 2 tu, na yeye ni mgonjwa wa koma ambao ilisadikika hata pona tena. Malaika amefanya miujiza yake na kumkisi, yani kumtia nguvu na kumshukuru na kumwambia asante sana.
Jamaa huyu hapa anaamka na kumkumbatia malaika. Wanangu, kwa likapu kali kama hizi, kama unazipenda, usisahau kusubscribe, kucomment, hata kulike, na vile tushare kwa wingi. Ni hapa hapa Tam TV pekee, kisiwa cha burudani. Oya wanangu, endelea kuonyesha sapoti yako, endelea kusubscribe, endelea kwa pamoja. Kwa movie kali kama hizi nitakuletea kwa wingi. Na unieleze leo unaangalia likapu hii hapa ukiwa nchi gani? Unieleze uko maeneo gani? Unieleze, je, umejisikiaje kwa likapu kama hii? Naomba uache comment hapo ili mradi tuendelee. Jamaa na kumbukumbu zake zote na kila kitu kimewekwa sawa na mambo yake yamekaa vizuri, na yule malaika amekuwa poa kwa sababu amesaidiwa, kwa sababu wema ni akiba na ubaya ni akiba. Kama mchizi angemtendea ubaya huyo malaika, wala huyo malaika asingetoka tena kule kwa Mungu kuja kumsaidia huyu jamaa matatizo yake ya koma na gonjwa ambalo lilikuwa linamsumbua, lilikuwa linamfanya anaweza dawa muda wote. Lakini kwa kuwa malaika huyo aliishi vizuri na binadamu huyu, ndio maana na yeye alikuja kutoa msaada na hivyo na kumwacha sasa hivi akiwa safi na salama. Hata madokta wenyewe hawakuamini. Malaika alirudi na kumwambia, kwa sasa hivi naweza nikawa wako milele. Chao, tukutane wakati mwingine.